Imeeleweka? طيب. وكذلك يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلوثه. Pia ni haram kupita msikitini mwanamama kutoka mlango mmoja kwenda mlango mwingine. Tokea mlango huo atokee, yani apite tu. Ni haram ikiwa atahofia kuchafua msikiti. Fa in aminat talwithihi lam yahrum. Ikiwa anaona kwamba amejistiri vizuri na hawezi kutia najisi na uchafu katika msikiti, si haram kupita katika msikiti. Nukta nyingine ambayo tutaichukua siku ya leo, nukta ya 5, ma yujibuhu alhayd. Kuna mambo ambayo yanapaswa kufahamika kwa mtu aliyopo kwenye ada ya mwezi. Bana, kumbe mlango wa tahara umeisha bana. Ndio tukaukamilisha leo. Taangalia, tusilazimishe. Yujibu alghusl liqaulihi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuwa mwanamama ametaharika, haishii kukoma tu ada ya mwezi au ada ya kujifungua tayari ya swali, la, bali yampasa akoge, kwa kauli ya Mtume, da'i salah qadri ayami allati kunta tahidhin fiha thumma ightasili wa salli. Kwa kauli ya Mtume isemayo, acha kuswali kadiri ya masiku ambayo ulikuwa unaenda ada ya hedhi, ndani ya masiku hayo kisha koga na uswali. Kwa utahara wake ni baada ya kukatika ada ya mwezi au ada ya kujifungua, kisha aoge, ndio tahara imekamilika. Lingine kwa mtu ambaye yupo kwenye ada, kwanza ni mwanamama ambaye amefikia muda wa kuingia katika ada, albulugh. Huyu pia iwapaswa awe ni mwenye kujistiri. Akishaingia ada tu mwanamama, mtoto, binti, huyu lazima aanze kujistiri. La yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimarin. Allah hakubali swala ya yule ambaye ashafikia umri wa kwenda ada, manake ni amebaleghe, amevunja ungo kwa lugha nyingine. Maana kwenye Kiswahili wanasema kubaleghe ni mwanaume na mwanamke ni kuvunja ungo, lakini kwenye Kiarabu albulugh inamhusu kufikia utu uzima mwanaume na pia hata mwanamke, yote mawili yanachukuliwa hapo. Kwa hiyo yuwapaswa mtu ajistiri. Kibinti kishafika tu ada, kishaingia ada tu ya mwezi, huyu ni mwanamke, lazima ajistiri. Kisheria anaitwa mukallaf. Huyu anakalifishwa na sheria, manake yale mambo ya wajibu yawapasa yafanywe kwa mujibu wa sheria, kuswali, kufunga na kadhalika. Jambo la pili ambalo natakiwa alifahamu, ambao yupo mwenye ada, al-i'tidad bihi, ni kukaa eda kupitia ada yake. Kukaa eda kupitia ada yake. Eda ya mwanamama ima ya kufiwa ama kuachwa inahesabika kupitia ada, sio miezi. Miezi mitatu bwana, miezi 4 na siku 10 tu, zinahesabiwa ada. Sasa kuna ikhtilafu katika ile, zote ni ada. Ikhtilafu wanazuoni nasema ada hesabu wanavyoingia kwenye ada au wanapotaharika, ndio khilafu iko hapo. Ile 3 quru tatu ni zipi? Wakasema ni tahara 3 au ni ada 3. Maana yake nini ada 3? Ataenda akiingia kwenye ada tu, hapo mwezi mmoja umeisha. Akiingia ada akathalika, ingia ada nyingine, mwezi wa pili umeisha. Akimaliza akaingia ada nyingine, mwezi wa 3 umeisha, ndio maana yake. Ama tahara 3, akaingia kwenye ada akatwaharika, tahara hii ya kwanza inahesabika. Akaingia kwenye ada akatwaharika, tahara ya pili hii. Akaingia ada akatwaharika, tahara ya 3. Kwa hiyo pia ada hii
Kwa mwanamke anaenda ada ya mwezi, atatumia ada ya mwezi katika eda zake. Umeeleweka Na sioenda ada, tushasema kule, wallai yaisna min almahidh min nisa'i, wale ni 3 ashhur wa 10 kama sikosei, nishasahau ile aya. Tuje kukuta masuala ya talaka kule, au 4 ashhur 3 ashhur nafikiri. Kwa hiyo pia ada hii inamsaidia mtu kuhesabu eda yake mwanamama, kama Allah alivyosema katika suratul Baqara sura ya 2 aya 228, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna 3 qurui, na wale waliotalikiwa yatarabbasna, watakuwa na subira na kusubiri, au watahesabu bianfusihinna, wao wenyewe kwa nafsi zao watatulia majumbani mwao, 3 qurui, qurui 3. Ndio hizo, ima ada yani ada 3 au tahara 3, utavyohesabu wewe unavyotaka. Yani 3 hiyadhin, hedhi 3 kwa mujibu wa fasiri hapa. Lakini pia hiyo juu hapo ni eda ile ya kuachwa, ndio maana katika neno talaka, maana eda kufiwa ina talaka. Lakini pia hukumu bibaraati rahimi fil i'dadi bil haidhi, pia mwanamke anatumia ada ya mwezi ili kuhukumu kusalimika fuko lake la uzazi kupitia eda. Kivipi? Maana yake kupitia ada ya mwezi ndipo tunafahamu mwanamama huyu ni mjamzito au sio mjamzito. Ilivyo kawaida, mwanamama akiingia akiwa na ujauzito tu haendi ada yake ya mwezi, sivyo? Kwa hiyo moja katika sababu ya vipi imewekwa na sheria hivi pia ni vipimo, na ndio maana ikawekwa ile eda ya mwanamama anaofiwa. Moja kati hekima zake ni kwamba kujulikanwe kwamba huyu tayari tumbo lake halina mtoto au halina ujauzito wa yule aliofariki mumewe marehemu, ili asije akaolewa mtoto huyu akaenda kwa nani? Kwa mtu mwingine yule ambaye ameolewa naye baadaye. Kwa sababu ingekuwa mwanamama anafiwa leo, kesho mwezi mmoja au wiki anaruhusiwa kuolewa, maana yake huwezi kujua mimba rochanga haijulikanwa, ataenda kule baada ya mwezi miezi ana ujauzito, haitajulikana ni wanani mpaka mwende DNA sijui ijulikani wanani sasa, huyu ni wa yule aliofariki au ni wa huyu ambaye mmoa sasa. Kwa hiyo ni moja katika sheria hizo. Imeeleweka Kwa hiyo pia ina hukumu bara'atu rahimi fil i'tidadi bil haid, kuepukanwa na kizazi katika masuala ya kukaa eda hii ya haid. Na ndio maana eda ya mtu aliofiwa na mume wake mwanamke ikitokea ni mjamzito akafiwa leo na mume wake, kesho akajifungua, eda imeisha. Meleka, eda imeisha. Sababu ndio hikima kubwa ya eda, kujua tayari anajulikana mjamzito ana mimba ya mtu aliofariki ina miezi 9. Kafariki leo au kafariki asubuhi kwa mshtuko mpaka uchungu umemkuta kazaa jioni, eda pia ishaisha hapo hapo. Wa ulatul ahmal ajalahunna an yad'na hamlahunna, kama Allah alivyosema, na wale wajawazito ajali yao kwa maana eda yao inaisha baada tu ya kujifungua. Imeeleweka Leo tumelazimika kuingia kwenye masuala ya ndoa ya talaka, sababu ndio umetupeleka mlango huko, hatuna ujanja kuingia huko kukwepa. Lakini hiyo ni nyepesi. Maana mtu leo tu kafiwa na mumewe, kajifungua, kesho tayari hana eda imeshaanza kaolewa. Ndio tafakari mwanamke ambaye ana ujauzito wa siku moja au mwezi mmoja ishaonekana, eda yake inaisha lini?
Miezi 9 baada ya kujifungua, ndefu. Kule ni kurefu. Kwa hiyo na urefu pia upo. Sio kwenye ufupi huu tu, kumsiangalie huku tu kwamba una urahisi. Na urefu pia upo, miezi 9. Amefiwa na mumewe akiwa na ujauzito mwezi mmoja, atakaa miezi 8 mpaka anapojifungua. Kwa hiyo itapitiza mwaka mmoja mpaka ajifungue mwaka mzima. Imeeleweka Kwa hiyo moja katika swala la al-hayd inatusaidia kuhukumu bara'atu rahimi fi i'tidadi bil hayd, kwamba kuepukana kizazi na katika wakati wa kaida kwa mwanamke. Tanbihi hii shikeni sana, tanbihi. Narudia tena, shikeni sana hii tanbihi. Na hii maswali mengi huwa yanazuka, hasa wakina mama, na sisi pia ndio wamezao au walimu wao au wadogo au kaka zao na kadhalika. Idha tahuratil haid au an-nufasa qabla ghurubi shamsi, atakapotaharika mwenye ada ya mwezi kabla ya, au yule mwenye ada ya kujifungua kabla ya kuzama kwa jua, yani kabla ya magharibi kuingia, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadha al-yawm, inamlazimu aswali swala ya dhuhuri na alasiri, azilipe. Imeeleweka? Angalizo limeeleweka, angalizo hili. Huyu adhuhuri ilimkuta kwenye ada yake, alasiri kadhalika, lakini kabla alasiri hajaondoka muda wake akatoharika, aoge, aswali adhuhuri na alasiri aiswali. Imeeleweka Hapa nafikiri swala nyingi zinawapita kina mama hapa, au mnasemaje? Azitupiti hapa, hatuambii jamani zikawapita hizi. Lingine, waman tahurat minha qabla tulu'i al-fajri lazimaha an tusalli al-maghriba wal-isha fi hadhihi al-layla, atakayetaharika kabla ya kuingia alfajiri, magharibi imemkuta yupo kwenye ada yake, dhuhuri al-asri mpaka magharibi, na isha inaingia bado yupo kwenye ada ya nini? Ya mwezi. Lakini kabla isha haijaisha muda wake, maana yake alfajiri haijaingia, akatwaharika, yamlazimu aswali magharibi na isha. Mpo mashekhe? Tuna kazi ya kwenda kufikisha ujumbe huu, tuna kazi ya kufikisha ujumbe huu. Katika usiku huu, naam, lianna waqtu as-sala athaniya waqtu lis-salati al-ula, kwa sababu kikawaida wakati wa swala ya kwanza ya pili asili yake ni wakati wa swala ya kwanza. Kivipi? Swala ya magharibi inaingia muda gani? Inapozama jua na kudhihiri kwa mawingu mekundu, shafaqul ahmar. Inaondoka muda gani? Inapotoweka tu mawingu mekundu inaingia nini? Isha. Kwa hiyo hizi ni mutakaribatani, hizi zimekaribiana swala mbili hizi. Kwa hiyo wakati wa isha utegemeana na nini? Na wakati wa nini? Wa magharibi. Kwa hiyo zikawekwa ni hukumu moja. Imeeleweka? Fataghtasilu tusalli, atatakiwa aoge na aswali. Lihadithi Salama radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama tajlisu 40 yawman. Shaenda kwa mambo mengine huko, meruka. Utakushangaa kuja 40 yawman kutoka wapi? Lakini hii takhfif kidogo ni kauli ya baadhi ya wanazuoni. Imam Ahmad ibn Hanbali, Imam Malik ibn Anas na Imam Ash-Shafi'i ndio kauli yao hii. Lakini kauli ya Imamu Abu Hanifa an-Nu'man al-Hanafiyya, wao ataswali muda wa swala ambayo
imemkuta yuko kwenye tahara. Kivipi? Huyu ameenda ada yake ya mwezi, ya dhuhuri imeingia kwenye ada, alasiri imeingia kwenye ada, kabla muda wa alasiri haujamalizika akataharika, aoge aswali alasiri, kwa sababu wanasema haiwezi kuwa hukumu ya swala ambayo iwe ni lazima kwa, haikuwa ni faradhi kwake kabla, haikuwa ni wajibu tekeleza ibada ya dhuhuri kwake yeye huyu, kwa sababu hakuwa kwenye tahara mpaka muda wa dhuhuri umeondoka, ukaingia muda wa nini, wa alasiri. Muda wa alasiri bado upo kwenye ada yake, haujamalizika na kuondoka muda wa alasiri akataharika. Kwa sababu ametaharika katika muda wa alasiri, tayari huyu wajibu upo katika swala iliyopo ndani ya muda wake. Kwa hiyo swali la alasiri peke yake sio na dhuhuri iliyopitwa. Nimeeleweka eh? Hali kadhalika alikuwa na ada katika muda wa dhuhuri, muda wa alasiri, muda wa magharibi, paka unaisha, inaingia muda wa swala ya Isha. Muda wa swala ya Isha haujamalizika akataharika, maana yake uwajibu wake huu upo katika muda wa swala ambao wajibu wa swala hapa ni swala ambayo ipo ndani ya muda, kwa sababu swala hii imemkuta au haijaondoka, muda wake haujamalizika, akawa ameingia katika utahara, tayari ameingia katika uwajibu wa kutekeleza ibada ya swala hiyo. Kazi ni kwenu, tafata la kwanza au la pili, ahlan wa sahlan, lakini jamhurul ulama ni hata swala ya nyuma yake itakiwa aiswali. Wallahu a'lam. Nukta yetu ya leo inatosha hiyo. Kesho tutaangalia ani darasa ijayo, aqallu nifasi wa aktharuha, muda wa nifas na wingi wake, uchache wake na wingi wake. Tutaangalia rasmi sa al-istihadha, ile damu ya ugonjwa tuligusia kule nyuma, na jinsi ya kufahamu mustahadha na mtu mwenye ada ya mwezi ya hedhi. Tutaangalia nukta hizo tatu biidhnillahi taala darsa inayofuata, Allah akipenda. Allahu a'lam. Mara nyingi zikija kauli mbili ambazo zote zina dalili, tuna njia moja katika mbili. Mosi ni qaulul jamhur, kauli ya wengi, unaweza kuitanguliza. Pili ni kauli ambayo utakinaishwa nayo kwa hoja zake, hiyo ndiyo ya kushika bila kujali ina wengi au ni wachache. Majambo ya khilafu mara nyingi yanakwenda hivyo. Tuliangalia ni swala gani lilikuwa lile, nafikiri ilikuwa ni la kumgusa mwanamke. Je, anatengua udhu au hatengua udhu? Tukaona kauli aljamhuri anatengua udhu kumgusa mwanamke, lakini kauli yenye nguvu kwa mujibu wa mashiko na adila ukitazama vizuri ni kwamba hatengui udhu kumshika mwanamke. Kwa hiyo sasa mimi nakuachia hili, ndio maana ya darasa. Hatufundishi itikadi na misimamo, tunatoa ilmu. Ilmu inatolewa tu, ni amanatul ilmu, ni katika sehemu ambapo kuna mambo ya khilafu, ni kuweka wazi watu waangalie jambo gani lilikuwa bora zaidi kulifuata. Aha, nimekuelewa. Wale walisema akitoharika baada ya alasiri au muda wa swala la asiri ataswali na dhuhuri na alasiri, dhuhuri na alasiri. Akitoharika muda wa swala ya Isha ataswali magharibi na Isha, sio? Sasa vipi kuhusu akitoharika muda wa alfajiri? Je, ataswali na swala ya nini, ya Isha? Sasa hapo ndo utaona umuhimu wa kufuata kauli ya pili. Sawa, mengi yanapita hapo. Kwa kweli ukiangalia mafundisho sijaona sehemu wamesema akitoharika fajri ataswali na swala ya nini, ya Isha iliyokuwa nyuma yake, bali wameleta zile swala mbili ambazo zimekaribiana sana, na si swala hii ambayo Isha ndio na muda mrefu pamoja kukuta swala ya alfajri. Ndio taona ile kauli na uzungumza mimi
ataswali swala ambayo ametoharika ndani ya muda wake. Wenyewe wanasema side effect, upande wa pili wa madhara katika dawa. Shekhe, ni swali zuri sana na la muhimu mno, kwamba ukiangalia kitanzi, kijiti, sijui vidonge, sindano, kwa asilimia kubwa imekuwa vina madhara sana kwa kina mama. Hata baadhi ya magonjwa yamezungumzwa kwamba yanasababishwa na vitu kama hivyo, na hata baadhi ya mili kubadilika na kuharibika, unene ambao sio wa kawaida kwa mtu ambaye hana asili hiyo, yamekuwa yakizungumzwa. Tuwasaidie vipi kabla ya kujua lile kwamba hapa ni hedhi hii au ni istihadha? Swali hili linanikumbusha swali lingine ambayo maswali yameulizwa sana na wakina mama kwenye swala la hija. Kuna baadhi walisema, bana, mimi kwa nini wakina mama wasinywe vidonge ikiwa anajua kabisa nikienda hija wewe naenda kwenye ada yangu, kwa kuna ibada zashinda kutekeleza, kwa hiyo ninywe vidonge nizuie katika ule muda niendelee kufanya ibada ya hija. Wanazuoni wamezungumza jambo hili na karibiana sana. Wanazuoni wakasema hapana, asinywe vidonge vya kuzuia ada yake kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji wakati mlango uko wazi, umefunguliwa wazi. Wakasema hivyo. Lakini wakati wanazungumzia hili wakazungumzia madhara, wakasema asidi kusema kule mwanzo kwenye taarifu ya hii damu ya haid ni halu sihhati almar'a, ni hali ya kiafya kwa mwanamke. Kwa hiyo kuizuia isiende kwenye dasturi yake, manake unazuia hali ya kiafya wanasema ya kimwili ambayo inahitaji kuwepo. Ni sawasawa na mtu ambaye akapata fursa ya kujizuilia kutokwenda haja ndogo au kubwa, atapata madhara makubwa katika mwili wake. Ndio sawa na kuzuia ada ya mwezi kwa sababu ya ibada. Na ukiangalia pia hizi dawa zina athari katika mtiririko wa ada ya kina mama. Kwa hiyo kuna mashaka kidogo, na msingi uko wazi. Ikiwa dawa yoyote ina madhara ya aina hiyo, basi huenda ikaingia kwenye haramu. Huenda nikuwa vizuri, huenda ikaingia kwenye haramu kama ikithibitika madhara yapo ni makubwa. Njia pekee ambayo Uislamu umeiruhusu ni ile ambayo imesema na masahaba radhiallahu anhum ya azl, ambayo ni njia ngumu, lakini ndio ambayo imefundishwa na Uislamu. Wanandoa wakikutana kwenye jambo la ndoa, ikifikia wakati wa mshindo, basi maji yale yasimiminwe katika ndoo yake. Imeeleweka? Yamiminwe nje ya ndoa. Hadithi inayosema ile kunna nazil wal Qur'an yanzil, tulikuwa masahaba nasimulia walikuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ili kupanga uzazi. Manake kwa uchache katika Uislamu akiwa mtoto akae apishane miaka 2 na ujauzito, sio na mtoto mwingine na ujauzito mwingine. Na tofauti hapo, mtoto mwingine anaweza kuwa apishana miaka 2 lakini ujauzito wake umekuja wakati huyo na mwaka 1. Kwa hiyo ilikuwa wanapanga uzazi kwa kupitia njia hiyo, na Qur'ani ilikuwa ikiteremka kipindi kile, na mtume yupo, mtume hakuwazuia wala hakuna aya iliyoshuka ikakemea jambo hilo. Kwa hiyo tabaki kwamba tutumie njia ambayo ni salama, tukiridhisha nao njia ni salama, tuitumie dhidi ya njia zote ambazo zina madhara. Kwa hiyo tutabaki hivyo, wengine tutawaachia wataalamu wataingia zaidi huko. Tuna haki pia na sisi kuwaita wataalamu katika majlis kama hizi, watuambie. Nakumbuka mwaka jana mashaallah tulifanya Abu Badr pale katika mwezi wa Ramadhani, tulikuwa na wataalamu wa afya na mashekhe. Tulikuwa tunazungumzia swala la kwamba kufunga watu wenye kisukari, wenye vidonda vya tumbo, wakatoa findings zao pale, ni kisukari gani, ni vidonda gani vya tumbo. Fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Tusiingie sana katika masuala hayo. Tuna haki sasa ya kuwaita matabibu watueleweshe zaidi madhara yake yakoje, maana kiasili kila dawa ina side effect ina upande mwingine. Na wale ambao wamepewa talaka watakaa eda miaka qurui 3. Kauli ya kwanza qurui 3 maana yake ni zile ada ya kwanza, ada ya pili mpaka ya 3. Kauli ya pili ni tahara 3. Ada ya kwanza akiingia kisha taharika, qurui 1 malizika na kwenda mpaka 3 zimalizike. Sasa hawa ambao utaratibu wa ada umebadilika, maana anapitiliza sasa, anaenda zaidi ya wiki,
au yeye haendi ada kabisa. Unajua kuna wengine haendi ada kabisa kwa sababu ya madawa hayo, au mwingine anakwenda moja kwa moja haikatiki. Tutajuaje? Ndio swali hilo. Kuna njia mbili za kujua. Moja, tutarejea katika al-urf kwamba tutahukumu ile damu si ya ada tena, ni ya nini? Ni ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Ni damu ya nini? Ya ugonjwa. Kwa watakadiria ile masiku ilikuwa ni desturi yake kutoka ni siku 3. Mimi tarehe 7 mara nyingi mpaka tarehe 10 nakuwa nimekamilisha. Atakadiria pale. Baada ya istihadha mtaka kuswali na kadhalika. Sasa itabidi angalie hilo la kwanza. Lakini la pili, kuna hukumu ile ya wale wasioenda ada ipo. Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum. Wao pia wana hukumu yao, watakwenda ni miezi 3 na siku 10. Atachukua hukumu ya nani? Yule ambaye aendi ada, kwa sababu hawa wenye madawa pia wanaathirika, unakuta aendi ada kabisa, anakaa mrefu. Kwa atachukua hukumu ya wale ambao ya'isna min al-mahid, wale ambao hawaendi ada kamwe, washafika utu uzima. Eda yao ni miezi 3 na siku ngapi? Na siku 10. Kwa utamchukua na huyu ambaye anaenda ada muda wote, ana maradhi hayo, yani na kweli maradhi haya hapo shekhi. Mtu anaenda yani mwaka mzima. Atakwenda anataka siku ngapi? Miezi 3 na siku 10. Zaidi ya hapo, mashaallah, siku hizi kuna njia ya kwenda kwa matabibu kujua mtu ana ujauzito au hana. Teknolojia imepanuka. Kwa hiyo wanaenda kwenye hukumu ya wale ambao wanakwenda kwenye hawaendi ada ya mwezi. Tutamchukulia huko hukumu yake ili apate zile eda yake za kuzihesabu, ima eda ya kufiwa ama eda ya kuachwa. Wallahu a'lam. Mlango wa talaka uko mbele, tukutana nao inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.